ulikuwa unataka. Mapenzi ya Mungu haiwezi katendeka sana kwa watoto ambao ni wadogo waombe mapenzi ya Mungu. Hii ni ya watu ambao wamekomaa. Sababu wakati ambapo unataka afanye si wakati anataka kufanya. Hallelujah. Kujua mapenzi ya Mungu, watu wa Mungu, wakati mwingine iko ngumu. Na wakati mwingine Mungu anaweza akakufanikisha ama akakubariki kabisa na kipato, na ukajaribu kufanya mambo kulingana na jinsi wewe unajua, lakini ukajipata mara nyingine kwamba sio ndio mapenzi ya Mungu. Kwa sababu kuna mambo mengine tunaweza tukayabadilisha sisi, lakini inakuwa ngumu sana kubadilisha ile ambayo inaitwa mapenzi ya Mungu. Hallelujah. Sio kwa machozi, sio kwa uchungu, sio kwa sadaka, sio kwa kufunga itafanya Mungu abadilishe kile ambacho alikusudia kutenda. Na saa zingine anakupata huko kwa shimo kabisa, na yeye anaona kwamba ndio mapenzi yake tatimilia wakati ambapo uko ndani ya shimo. Hapa tunaona kwamba katika maisha yetu sisi binadamu ama watumishi wa Mungu tumeitwa katika huduma. Wakati mwingine tunajipata tunafanya mapenzi ya Mungu kwa njia ambayo hatukukuwa tunatarajia, kwa jinsi ambayo haukukuwa unafikiria. Sababu kila mtu anajua kama kufanya mapenzi ya Mungu, kusaidia mtu unajua ni kufanya mapenzi ya Mungu. Kuonya mtu ama kumshauri unajua kama ni mapenzi ya Mungu. Lakini kuna kipindi ambacho Mungu anaweza taka usisaidie huyo mtu. Kuna kipindi ambacho Mungu anaweza taka usiongee na huyo mtu kwanza. Ni mapenzi tu ya Mungu. Hallelujah. Na wakati mwingine tunakuja kulia baadaye. Kwa sababu gani? Watu tunafanya kwa matakwa yetu, kwa kutaka kwetu, kwa wakati wetu, kwa jinsi sisi tunafikiria, kwa jinsi sisi tunaona. Lakini inafika muda ambapo mtu anakuja kulia kwa sababu gani? Aliona akifanya jambo akaona ni kama ni mapenzi ya Mungu. Baada ya kuja kuumia ndio anakuja kujua kumbe haikuwa mapenzi ya Mungu. Na hakuna kitu mbaya kwamba kama kujipata umefanya kitu kinyume na mapenzi ya Mungu. Tunaona mtu wa Mungu ambaye anaitwa Paulo na Sila katika huduma ambayo walikuwa nayo katika safari ya kazi ya Mungu. Walikutana na changamoto. Hallelujah. Changamoto. Maandiko nasema vizuri kwamba ilikuwa ile masaa ya kwenda kusali, masaa ya kwenda kufanyia Mungu kazi. Hii inapataga watu wengi sana time yako wewe na Mungu, zaidi wakati wako wewe na Mungu. Unajua mambo mengine wakati mwingine unaweza kuona kwamba ni simple, unaweza panga ikawa tu simple. Programu zako inaweza kuwa tu kama kirahisi. Lakini ikifikia kwamba ni wakati wa kwenda kutafuta uso wa Mungu, ni wakati wa kwenda kusali, ni wakati wa kwenda kuabudu, angalisho sana hapo katikati sababu ya distraction ya shetani. Na hii unasikiaga watu wengine, nilikuwa nimejiandaa, wakati tunakaribia kutoka ndio wakati tu ambao hiyo jambo limetokea. Tuko na program kabisa, ile matime tu ambao tulikuwa tunakusudia ndio wakati tu ambao inatokea. Hiyo wakati. Lakini wakati ambapo unaweza panga mambo mengine, unaweza kujipata tu kwamba uko na freedom kabisa iko nyingi sana. Lakini ile time tu ya kwenda kukutana na Mungu wako ndio time ambayo distraction ya shetani inakuanga. Na wao wakati tu wa kwenda kutafuta uso wa Bwana, wakati tu wa kwenda kufanya kazi ambao waliitiwa, wakati ya kwenda kukamilisha makusudi ya Mungu, ndio wakati ambapo kuna mwanamke ambaye alikuwa na pepo ya kuagua. Huyu mwanamke alikuwa anawafata kila wakati, na hakukuwa anasema uongo, alikuwa anasema ukweli. Kiukweli ya kwamba Paulo alikuwa analetea watu habari ya wokovu ni ya kweli, lakini kwamba huyu mwanamke alikuwa na roho gani ambayo inanena ndani yake. Sababu shetani naye anajigeuza kuwa malaika wa nuru. Hiyo ni maandiko. Naye anajifanyaga kuwa malaika wa nuru. Na yeye hawezi kuwa nyuma, anaweza kuwa tu katikati ya watu wa Mungu. Tuliona hata mbinguni. Eti Mungu anauliza
nimetoka wapi? Nimetoka kuzunguka hapa na pale. Hii wakati Paulo hakuweza kufanya hatua yoyote kwa sababu ya huyu mwanamke. Yaani ni kumaanisha haikukuwa siku moja, jinsi Biblia inasema. Haikukuwa siku moja ambayo huyu mwanamke alikuwa natoa ushuhuda kwa sababu ya Paulo na Sila. Haikukuwa siku moja. Haikukuwa siku moja. Huyu mwanamke alikuwa anafanya kawaida, imekuwa mtindo wa wakati ambapo anaenda kuambia watu kuhusu Mungu, naye anakuja nyuma yao ili aweze kuwafunga mawazo, aweze kuwafunga akili. Yaani ni anakuwa katika distraction ya kwamba watu wasifikirie hata kwamba yeye iko na roho gani. Yaani anapumbaza hawa watu wasikize kweli anasema huyu ni mtumishi wa Mungu, but ndani yake yule ambaye anasema ndani yake si roho wa Mungu. Na ndio maana sio kila roho anaweza kuwa roho wa Mungu. Sio kila nabii anaweza kuwa nabii wa Mungu. Sio kila mtumishi anaweza tumwa na Mungu. Kama kanisa sisi tunapaswa kuwa waangalifu sana. Sio kila mwimbaji ana neema ya kuimba. Mtu anaweza kuwa na kipawa kweli lakini ameichafua mazingira. Ni mhubiri mzuri kweli, lakini spirit ambayo anahudumu nayo ni tofauti sana. Tofauti sana. Na huyu dada alikuwa na roho ya kupambanua, roho ya uaguzi, anajua kweli hakika hao ni watu wa Mungu. Lakini Paulo ikakuwa ni jambo moja ambalo likamsikitisha, kwa sababu huyu mwanamke alimwafuatilia wakati mrefu sana, kwa muda mrefu sana. Yaani kuna baadhi ya watu wengi wanaweza fanya mapenzi ya Mungu ni kwa sababu wanasukumwa na wakati sana. Paulo hakukuwa tayari kuweza kukemea huyu roho. Hakukuwa tayari kuweza kutimiza mapenzi ya Mungu ya kwamba ameitwa kwa sababu ya kutoa roho chafu ndani ya watu, lakini hakukuwa tayari. Yaani kuna watu wengi ambao katika maisha yao ukiwaona kwa madhabahu, ukiwaona kwa nyumba ya Mungu, ni kwa sababu ya mambo ambayo yanawafuata kila wakati, kila muda. Hakukuwa tayari kuugamakia huyu roho. Yaani alikuwa comfortable naye. Alikuwa tu sawa, hata huyu roho akishuhudia yuko sawa. Sababu kuna watu wengi wanataka sifa. Wamsifie mhubiri mzuri, muimbaji mzuri, mhuduma mzuri, wewe ni mzuri sana. Ndio, acha nikwambie, kuna wakati mwingine ambapo sifa zinaweza kukuleta chini. Uliona Daudi, sifa tu ndio ilisababisha waingie uadui yeye na Sauli. Ni sifa tu, sifa peke yake. Kwa hiyo Paulo asingefanya mapenzi ya Mungu kwa hiyo wakati. Alikuwa naona kila wakati, alikuwa najua kila wakati. Alikuwa huyu mama alikuwa na fanya kama kawaida. Lakini siku moja akakasirika, akasikitishwa sana na ile jambo. Akajua leo hapana. Unajua mtu ambaye yuko na pepo anaweza kuwaingizia distraction katika nyumba ya Mungu, katika kazi ya Mungu, katika mazingira yako. Na ndio maana sio kila mtu anakubalishwa kuingia katika mazingira yako. Kama Paulo, huyu mtu asingemfuatilia kila wakati, Paulo alikuwa amerelax na amefurahia tu hizo sifa tu kwamba ni mtumishi wa Mungu ambao anawaletea wokovu. Ako sawa kabisa. But mapenzi ya Mungu ni nini? Amepewa jukumu gani? Hatujapewa jukumu ya kukaa na ama kusifiwa na mapepo. Tumepewa jukumu ya kutoa mapepo ndani ya watu wakae na uhuru ndani ya Kristo. Hallelujah. Hiyo ni mission yetu. Sababu Paulo iko na power, lakini hiyo power anashindwa kuitumia, sijui alikuwa anangojea nini. Yaani tunakuaga lazima kukuwe na msukumo fulani. Hapana. Lazima kuwa na msukumo fulani.
hiyo jambo ikikusukuma sana, ndio unakuta kwamba mtu anataka kuchukua reaction. Hapana, hakuna wakati wa kungojea shetani aendelee kila wakati kuongea. Ndio unakuta mara nyingine hata unakuta deliverance, yani shetani ndio wanaongelesha mapepo. Wewe umetoka wapi? Kwenu nani? Ulikuja kufanya nini? Achana na hiyo, hakuna wakati wa kudiscuss na wewe saa yote. Amen. Ikifika muda wa kukuondoa ni kuondoa tu kabisa, na hatutaki kujua ulikuja kufanya nini, ama shida yako ni nini, ama ulitaka nini. Haleluya. Paulo akakasirika, akasikitishwa sana, akaona ni kama hii imekuwa too much. Akafanya namna gani? Paulo akakemea huyo roho mchafu na akaondoka. Sikiza sasa hapa, mapenzi ya Mungu iko fani. Eti wakati ambapo huyu mwanamke alipofunguliwa, hiyo ilikuwa mapenzi ya Mungu. Haleluya. Hiyo ndio ilikuwa mapenzi ya Mungu, huyu mama akombolewe. Lakini angalia shida ambayo inaingia katikati hapa. Eti ya kwamba alikuwa analeta faida katika hii familia. Alikuwa anafaidisha sana bwana yake na watu ambao walikuwa karibu naye. Sikiza nikwambie kitu moja. Hii maisha ambayo tunaishi nayo ni fani. Unajua kuna watu wengine ambao wanakula kupitia jina ya mtu mwingine. Unajua kuna familia zingine ambazo hatusemi kama ziko ndani ya Kristo, ni familia ambazo ziko nje ya Kristo, ambazo unaweza kuta kwamba katika jamii kuna mtu ambaye amekuwa mgonjwa, amerukwa na akili, anakuwa ni kama amechanganyikiwa na akili kweli kabisa, hayuko sawa. Na huyu mtu ndiye anakuwa chanzo cha kufanya hii familia iweze kuinuka. Kuna siku moja nimekuwa kwa stage, kuna kijana moja ambao nimeona, na ambaye ndugu mwingine akasema namna gani, huyu kijana kila siku anaendaga kuchukua ngiri moja, na ni mwezi wa 6, kuna baridi kali, na yeye havai vizuri ama hakai vizuri. Akasema kila siku huyu jamaa lazima atoe ngiri, lazima atoke na ngiri moja mahali kwenye anaendaka kuchukua kwa duka yao. Yeye akili yake imeenda, maisha yake imeharibika. Kuna mtu mwingine ambaye anafaidika kupitia. Yani katika maisha ambao watu tunaishi nayo, unaweza kuona kwamba katika familia watu, mtu fulani anainuka, mtu fulani amenawili, lakini hajanawili kwa sababu ya neema ya Mungu, hajanawili kwa sababu ya utajiri wa Mungu ambao umemfikia, lakini kwa sababu gani? Anatumia maisha ya mtu mwingine. Na hawa bwana zake wakakasirika sana. Ingelikuwa furaha sana kusema kwamba mtu wetu alikuwa na pepo, sasa amekombolewa. Ingekuwa jambo la kusherekea sana, lakini jambo limekuwa opposite. Kwa sababu gani? Huyu ndio alikuwa kishika uchumi chao. Huyu ndio amefanya maisha yao yaendelee. Huyu ndio alifanya maisha yao yakuwe sawa. Huyu ndio alifanya kwamba waweze kujua kwamba wao wako na maisha ambayo imeendelea kuliko watu wengine. Lakini ilikuwa wrong. Na hiyo jambo ikatendeka. Haleluya. Na hapa maandiko nasema namna gani? Wakati ambapo bwana zake walipokasirika sasa kuona biashara yao imeharibika. Hii ilikuwa ni biashara bwana. Ilikuwa ni biashara yao. Na wakati ambapo waliona hiyo mambo inaharibika, Paulo na Sila ndio wale wameshikwa, wakaburutwa, wakapigwa, wakapelekwa mpaka kwa wakubwa wa mji. Sikiza nikwambie, hii yote tu ilikuwa ni makusudi ya Mungu ikuwe hapo. Wewe unajua, unafikiria ukipigwa kwa sababu ya injili unaweza kufanya namna gani? Unaweza kasirika zaidi. Unaweza ukakasirika sana, na nimepigwa namna gani?
Na nimeenda kwa hii submission na nimepoteza kwa sababu gani? Sababu acha nikwambie, Biblia inasema vizuri kwamba eti yale ambayo yaliyotendekea manabii, yaliyotendekea wale watu wa zamani waliotutangulia. Si inasema Mathayo 5:11-12. Hayo tutayapitia sisi. Hayo ambayo yalitendekea wenzetu ambao waliotutangulia, na sisi tutayapitia. 11 rudi. Heri nyinyi watakapo washutumu na kuwaudhi na kuwanenea kila neno baya kwa uongo kwa ajili yangu. Furahini na kushangilia, kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni, kwa maana ndivyo walivyo waudhi manabii waliokuwa kabla yenu. Sikiza. Paulo kwa mtazamo kweli kama binadamu ni kumaanisha kwamba hakufanya makosa, lakini kusudi la Mungu, lakini mapenzi ya Mungu ni ya kwamba Paulo ayapitie kama vile wengine waliyapitia vile. Na sasa katika kuyapitia, Paulo amepigwa na kupigwa pakiwa na Sila, wamepigwa. Na baada ya kupigwa wewe hata ukitukana tu ni shida, kutukanwa, wamekuongelea, wamekusengenya. Amepigwa. Mwanaume amevuliwa nguo, amepigwa bakora, wamepigwa viboko. Waulize makosa gani makubwa wamefanya kwa sababu ya kusaidia mtu ambaye amefungwa na shetani. Si kuna watu wengine wametoroka tu na maneno, wameambiwa tu ama ni kuonywa tu na wametoroka, mpaka wameacha kusafi, mpaka wameacha kanisa, mpaka wametengana na watu ambao wangewasaidia. Kwa sababu gani? Watu wengine wanataka walelewe kama sijui kama ni watoto wadogo tu kabisa, hawataki kukua. Kuna kipindi cha mapigo. Kuna kipindi cha mapigo. Hallelujah. Na hii usifikirie kwamba si mapenzi ya Mungu, anaweza acha ikuwe tu mapenzi yake. Unawekwa ndani ya shimo, unawekwa umekosea nini? Hakuna. Unawekwa kwa nini? Ni mapenzi ya Mungu tu, unaingizwa tu hapo. Maisha na kupiga, madeni na kupiga, yaani unapigwa kona zote. Na hiyo ni season tu Mungu ameiacha hapo tu. Hao wajamaa wakati ambapo wameingia katika kipigo, wameletwa mpaka kwa mkubwa wa nchi, wa mji. Na ilikuwa namna gani? Waingizwe ndani ya jela. Wanaletwa ndani ya jela, wamefungwa ndani ya jela. Hallelujah. Sikiza hapa, mapenzi ya Mungu tutaelewa. Kumbe Mungu anaweza kusudia. Mungu anaweza kusudia. Saa zingine unaweza sababu mapenzi ya Mungu, my friend, acha nikwambie, sio rahisi kwa mtu ambaye yuko katika mwili aelewe mapenzi ya Mungu. Mtu ambaye ataelewa mapenzi ya Mungu ni mtu ambaye yuko katika roho. Kama uko katika mwili ni ngumu sana kuelewa mambo ya roho. Itakuwa ngumu sana. Ama inafikaga muda ambapo ndio watu wako wa kiroho, lakini ikifika kwa mapenzi ya Mungu wanaingia kimwili. Kwa sababu hiyo mambo hawakuwa natarajia. Hawangitarajia kitu kama hicho. Na sisi tunaomba sana, tumatumikia Mungu sana, tunajitaabisha sana kwa sababu ya Mungu. Na hii mambo yatufikie. Hii nayo hapana. Hiyo nayo hapana. Tumeomba kabisa na tumeomba. Hiyo nayo hapana. Acha nikwambie, kama Mungu amekusudia wewe mapenzi yake, hautaiziwia. Ikiwa Yesu mwenyewe hakuweza kuziwia mapenzi ya Mungu, kama Mungu amekusudia season fulani itakuwa hivi. Acha nikwambie, sisi tunatembea katika kalenda ya Mungu.
Na hakuna kitu ambacho unapitia ama unakutana nacho kikuwa ghafla. Unakutana na vitu ambavyo viko already kwa kalenda. Ni Mungu alishaga panga. Na kama alishaga panga utayapitia, na hakuna jinsi unaweza kuyaepa. Sababu hata Yesu hakuepa, naye aliingia. Aliyapitia haya. Manabii wengine waliyapitia haya, lakini kuna nakwambia namna gani? Furaheni na kushangilia kwa sababu jawabu yenu ni kuu mbinguni. Paulo na Sila wakiwa ndani ya gereza. Hapa ninampenda Mungu ya kwamba wakati tunaweza kuwa ndani ya gereza lakini roho hayuko ndani ya gereza. Hallelujah. Sababu mtu anaweza kafungwa, lakini kama ukufunga roho haujafanya kitu ya muhimu. Sababu mwili haiwezi msaidia kutoka ndani ya gereza, lakini roho ambayo iko ndani yake anaweza msaidia kutoka ndani ya gereza. Na hawa watu wakiwa ndani ya gereza, Paulo hakusahau kile kitu ambacho anafaa kufanya wakati wa mateso. Sababu haikuwagi rahisi mtu atukuze Mungu wakati anayapitia. Na ukiona mtu anatukuza Mungu wakati anayapitia, huyo mtu amekomaa. Haleluya. Ukiona mtu anaimba nyimbo wakati iko ndani ya shida na anasifu Mungu, si ile ya kuimba akiimba ile na anatoa majozi kwa sababu ya kukumbuka mashida yake. Sio kuruka, anaruka kwa sababu hakuna sababu watu wengine wanaruka. Mhubiri kama anahubiri na iko ndani ya shida na anakuhubiria kwanza wewe kufanikiwa, kuinuliwa, kutendewa mema na Mungu, na yeye mwenyewe hatendewi mema na Mungu, ni kumaanisha huyu mtu amemachua. Kama mtu anaweza kosa kumsifu Mungu wakati ndani ya shida, akitoka ndani ya shida hata msifu. Kama mtu akugrow wakati wa shida, hawezi grow wakati anatoka ndani ya shida. Paulo na Sila kama wangeangalia shida ambazo wanapitia, na kwambia tungekuwa tunaona kitu ambacho kiko wrong. Tungeona kama vile ndugu yetu Petro, yeye alikubali yake akalala. Akatoa paka nguo, akalala kwa gereza. Lakini hawa watu walikuwa tofauti sana. Paulo na Sila walikuwa tofauti sana. Masaa ambayo ilifaa wao kuweza kumtukuza Mungu, hawakuweza kuacha hiyo nafasi. Unajua kuna watu wengine wanakuaga napiga hesabu ya mashida yao, hawawezi kupiga hesabu ya Mungu ambaye anaweza watoa ndani ya shida. Mtu anaweza kufikiria mateso ambayo ninayapitia, lakini akakosa kujua hiyo mateso yanaweza kutoka ndani namna gani. Lakini hao wa jamaa hawakuangalia shida ama kupigwa ambao wamepigwa na wamewekwa ndani ya gereza. Na unajua maisha ya gereza. Unajua maisha ya gereza. Shukuru Mungu kwa sababu ya hii freedom ambayo uko nayo. Maisha ya gereza si mazuri. Gereza sio mazuri. Utauliza wenyewe wameenda kukaa ndani ya gereza, watakwambia afadhali kuwa nje. Afadhali ukose chakula na uko nje. Afadhali ukose mahali pa kulala na uko nje, hapana kuwa ndani ya gereza. Sikiza hapa fani. Eti Paulo na Sila masaa ya kusali ilipofika, masaa ile ambayo ilifaa kwao kuweza kutukuza Mungu, wao wakajiruhusu kusema namna gani? Tutaomba Mungu. Wakaanza kuomba Mungu. Wakristo wa leo ndani ya shida ndio upungufu wa maombi. Wakristo wengi wakati wa shida ndio wakati wa upungufu wa maombi. Na japo hiyo wakati wa shida ndio wakati wa kuongeza maombi. Wakati wa shida ndio kipindi chako cha kuingia katika maombi. Ndio kipindi chako cha fasting. Ndio kipindi chako cha kupanda mlima kabisa. Sababu wakati utakuwa kwa shibe, hautapata hiyo nafasi.
Unajua kila wakati mwili inakuaga mdhaifu kikua mambo ya Mungu. Kila wakati mwili inakuaga mdhaifu. Lakini hapa Paulo na Sila ilipokaribia masaa 8 wakasema namna gani? Hatutakaa kimya, ingawa tuko ndani ya jela, ingawa tuko ndani ya kifungo, tutaomba Mungu. Sababu maombi kwao haikuwa kwa sababu ya kuja kukombolewa. Maombi kwao ilikuwa ni ya kwamba wanahitaji presence ya Mungu iwe pamoja nao ingawa wako ndani ya jela. Hatutaomba Mungu kwa sababu hakuja kutupigania peke yake, lakini tutaomba Mungu kwa sababu tukae ndani ya uwepo wake. Sababu wakati ambapo unapopitia challenges na kama hauna neema ya maombi na kama uzingirwi na power ya maombi, unakuwa discouraged kila wakati. Wewe unafikiria watu wa Mungu stress inagongaga watu wa Mungu sababu gani? Sababu ya upweke. Ukiwa mpweke na uko na challenges, uko na mambo inakuzunguka na uko kwa upweke kabisa, nakwambia utakuwa discouraged kabisa. Lakini ukiwa umezungukwa na upako wa maombi, unakuwa nasikia moyo uko na furaha tu. Na uko ndani ya challenges lakini uko nasikia kafuraha kengine. Uko nasikia ni kama kuna hewa nyingine, atmosphere nyingine iko pamoja nawe. Kwa sababu gani? Maombi haiwezi kuruhusu stress kukule na kichwa. Hawa wajamaa wakasema tutaomba. Na Paulo na Sila walipokuwa wanaomba, walipokuwa wanasifu, walipokuwa wanamtukuza Mungu, sababu Mungu, maandiko yanasema vizuri kwamba anaketi katika sifa za Israeli. Maandiko yanasema vizuri katika kitabu cha Zaburi 22 mstari wake wa 3. Anaketi, yeye aketie katika sifa za Israeli. Sifa lakini wewe mtakatifu utukuzwae na sifa za Israeli. Huyu Mungu wetu wakati ambapo anaona sifa, acha nikwambie kitu moja, siri moja. Hakuna mfalme ambao unaweza ukasifia akose kufanya kile ambacho unatamani kufanyiwa. Mfalme wote, mtu yote ambaye yuko na uweza, mtu yote ambaye yuko na utajiri, akipata mtu wa kumsifia, roho yake na kuaga mwepesi sana kuachilia. Na hawa maombi wali-involve maombi, na wakati walipoomba, maandiko nasema namna gani? Kulikuwa na earthquake. Wakati wengine wafungwa wanawaangalia, sababu ilikuwa ni kitu ambacho ni cha ajabu. Hawa wafungwa wanakuwa namna gani? Wafungwa ambao wanakuja kuomba na kuimba ndani ya jela. My friend, acha nikwambie, katika shida yako acha kuangalia shida. Unakumbuka wana wa Israeli wakati ambapo walikuwa katika Babeli? Kitabu cha Zaburi 137. Eti jamaa walitundika vinanda, wakasema hatutaimba, wakasema hatutafanya shughuli zetu. Kwa sababu gani? Tuko kando ya mito ya Babeli, ndiko tulikoketi tukalia tulipokumbuka Sayuni. Katika miti iliyo katikati yake tulivitundika vinubi vyetu. Jamani, maana huko waliotuchukua mateka walitaka tuwaimbie, na waliotuonea walitaka tuwatumbuize. Tuwaimbieni baadhi ya nyimbo za Sayuni. Sikia hawa jamaa, twawezaje kuimba wimbo wa Bwana katika nchi ya ugeni? Mazingira yanaweza kuwa mageni, lakini Mungu si mgeni kwako. Mungu asiwe mgeni kwako. Hallelujah. Acha mazingira yawe mageni, ndiyo. Haujazoea hiyo life, ndiyo. Lakini acha Mungu abaki Mungu wako tu. Hallelujah. Mungu abaki tu Mungu pande wako tu. Wewe ujue kama ndiyo mazingira ni mageni, lakini Mungu ambaye niko naye, mimi si mgeni kwangu. Ni Mungu wangu, ni baba yangu, anabaki pamoja nami, anabaki upande wangu. Ninaweza pitia mambo ambayo ndiyo kweli sikukuwa natarajia kupitia, lakini acha nikwambie, Mungu atabaki Mungu wangu. Na katika mazingira mageni, na katika hali kuwa mbaya, wanasema namna gani? Wao wanatundika vinanda kusema hatutamtukuza Mungu hapa. Tutaimba namna gani nyimbo za Sayuni? Sababu anakumbuka mahali walipokuwa. Sikiza nikwambie, hata ukinyamaza kumtukuza Mungu,
Kunyamaza kwako hakutafanya ukue mahali ambapo ukue kwa sababu ulinyamaza. Sasa kama acha nikwambie siri moja ya kushinda hiyo mambo ambayo yanakusumbua ni kumtukuza Mungu tu. Sababu mambo ya imani haiko ya watu wenye kuwa na akili. Mambo ya imani ni watu ambao wako na gicha. Unamwimbia Mungu aje na amekufanya umelala njaa na amefanya umepigwa na yeye ndio amesababisha wewe ufikie mambo kama na hii. Ulikuwa na vitu vyote vinaisha na eti sasa bado unasimama kuanza kumtukuza. Acha nikwambie kuna siri katika kumtukuza Jehova. Haleluya. Hatutaweka vipawa chini, hatutaweka vinumbi chini. Hata kama tunapitia mazingira mageni, hata kama tunapitia maisha mageni, hata kama tuko katika ugenini, lakini tutamtukuza. Haleluya. Tutamuomba Mungu hata kama mambo yako yanaenda mraba, hayaendi jinsi tunavyotamania yaende. Siwe mtu wa kunyamaza kwa sababu ya hali ama situation ambayo unakabiliana nayo leo. Hii ya leo achana nayo leo. Sasa wanasema sababu tumekumbuka Sayuni. Acha nikwambie usikue kama ndugu zetu eti sasa wamefika wameona bahari ya Shamu ndio hiyo wanasema kama namna gani walianza kulilia Mungu. Baada ya kulilia Mungu wakaona Mungu haonekani, wanaanza kuambia Musa huko angalia sasa simama na Mungu wakati wote. Haleluya. Tutukuze Mungu hata katika shida, hata katika mazingira mageni. Sababu hapa katika jela wengine walikuwa wanawaangalia hawa wajamaa wako na akili ama hawana akili. Sababu tunakaa ni kama watu ambao wamerukwa na akili. Kimtu kiko na madeni na kinamwambia Mungu asante. Mtu amefungiwa nyumba na anamwambia Mungu asante. Huyu mtu kweli kuna akili na anaweza kufanya kazi na apate pesa, lakini anashindwa kufanya apate kazi na anakuja tu kuomba Mungu. Huyu mtu kuna akili gani? Sababu mambo yetu ni kama tulichanganyikiwaga, ndio kwa sababu tuko na roho ambaye hawezi tufanya tunyamaze. Haleluya. Roho ambaye iko ndani yetu hawezi tufanya tunyamaze, kwa sababu wakati ambapo tunaomba Mungu tunaprovoke, tunachokoza power. Haleluya. Tunachokoza power ya kutikisa misingi ya gereza. Wafungwa wengine wakawaangalia. Na ndio maana wakati wa kusifu acha kuangalia mwenzako anaruka pande moja, anaruka mguu moja aje. Wewe sifu Mungu katika ufunuo ambao uko nao, kusema kama ninajua hata kama ninapitia katika sifa ambayo ninampea Mungu wangu, ninajua ni yeye ambaye ninapea peke yake. Na hawa watu wakiwa wanashangaa, wanashindwa hawa jamaa wamerukwa na akili. Wewe tukisema Mungu afanye tu aweke roho zetu tu hapa wazi, kila mtu angalie ile kitu ambacho anatarajia ama kile kitu ambacho kinamkula, kila mtu atakuwa na shida. Na wewe unapitia hii, na wewe unapitia hii, na wewe unapitia, na umekuja ukamkesha. Nimekuja ukamkesha sababu sitaacha kuomba, sitaacha kusifu. Sababu sijaomba Mungu kwa sababu ama sijasifu Mungu kwa sababu hali iko nzuri, na hata katika hali kuwa mbaya nitasifu. Hallelujah. I will praise my God even mambo iko mbaya namna gani, we will praise our God. Hallelujah. Mili nakataa lakini roho itakuwa rasi wakati wote. Sababu tunajua kwamba pamoja na kumsifu Mungu, pamoja na kumuomba Mungu, ndio wakati ambapo tunachokoza. Sababu maombi inachokozaga miracle. Maombi na wamesema hatutaacha kumwabudu. Wakaanza kuomba Mungu. Wakaanza kuomba Mungu. Unasikia maandiko yanasema namna gani? Mpaka msingi wa gereza, mlango wa gereza ukaweza kufunguka. Kulikuwa na hati kweli. Sababu ni power ya Holy Ghost inafanya kazi. Maandiko yanasema hata kitabu cha Matendo ya Mitume 4 mstari wake wa 31, wakati ambapo walikuwa wanaomba kulikuwa na haki kweli. Sababu power ya maombi
huwezi linganisha na bunduki ama na silaha. Ni power ambayo iko super power. Wakati tunaomba Mungu tunachokoza super power. Na hawa watu walichokoza super power. Kulikuwa na earthquake katika gereza. Roho wa Bwana akadili na nini? Na msingi wa gereza. Msingi wa gereza ndio msingi, sababu sisi kama binadamu, kila binadamu iko na msingi wake. Sisi wa Kristo ambao tumeokoka tumejengwa juu ya msingi ya mitume na manabii ambao Yesu ndiye jiwe kuu la pembeni. Na kila mtu ametokea katika msingi wake wa ukoo wa familia. Na katika sisi kama binadamu, wakati ambapo tunataka kudili na kuangusha nyumba, tunaanzaga namna gani? Tunaanzaga juu. Tunaanza kubomoa mabati, tunabomoa ukuta iende chini ndio tufikie misingi. Wakati ambapo mtu akukata miti anafika kukata mti, anaanziaje chini kwa mizizi. Baadhi ya watu wengi wanaanzia wapi? Wanaanzia na juu. Wanakata matawi, wanakata kisha wanakata mti, alafu baadaye wanachimba watoe mizizi. Lakini Roho wa Bwana anapodili kuanza kufungua maisha ya mtu, anadili kwanza na foundation. Sababu foundation njini inakuwaga na shida sana katika maisha ya muamini, katika maisha ya binadamu. Ndio nakuta sababu gani watu wengi wanaweza kuwa ni watu wazuri kweli, lakini kile kitu ambacho kinawaleta down ni problem ya foundation. Wakati unaomba Mungu, wakati unasifu Mungu, kuna mambo ambayo Roho wa Bwana anashughulikia kuweza kutekeleza. Eti kulikuwa na earthquake, na katika hiyo earthquake ilifanya namna gani? Misingi ya gereza ikaanza kutikika. Misingi ya gereza ikatingizika. Na maandiko yanasema vizuri ya kwamba wakati ambapo ilitikizika, hata minyororo ambao walikuwa nafunga ikaanguka peke yake. Sababu kuna nguvu katika presence ya Mungu. Kuna nguvu katika presence ya Mungu. Na wakati ambapo ilipoanguka, milango iko wazi. Na wakati milango iko wazi, aliyekuwa mlinzi wa gereza akaingia katika wasiwasi. Sababu ni kuambia kitu moja, wakati wote ambao Mungu anafungua mlango, kuna watu ambao watakuwa ndani ya shida. Sababu kunaishi maisha watu ambao, kuna watu ambao ni wa monitors. Wanakuaga pale kwa kuangalia, kuchunguza life yako. Na huyu ameendelea namna gani? Na huyu amefanikiwa namna gani? Sababu huyu mlinzi wa gereza alikuwa ni mtu ambaye amewekwa hapo kwa sababu gani? Ya kulinda maisha ya hawa wa jamaa. Lakini anachunga maisha ya watu gani? Acha nikwambie, huwezi ukalindwa na binadamu wewe hata siku moja. Hakuna binadamu anaweza kulinda wewe. Kwa sababu gani? Uko na Roho wa Mungu ndani yako, na Roho wa Mungu hawezi kulindwa na binadamu. Milango wakati ambapo ilifunguka, milango ilipokuwa wazi, mlinzi wa gereza akataka kujiua, akataka kujimaliza. Kwa sababu gani? Aliona sasa hapa kuisha, kwa sababu ni kama hawa jamaa wametoka. Sikiza nikwambie, Mungu ana uwezo ya kukutoa mahali ambapo watu hawawezi wakakutoa. Mungu anaweza fungua mlango ambao watu hawawezi wakakufungulia. Mungu peke yake. Sababu hili ni jambo ambalo halikuwahi kufanyika na halingewezekana, lakini kwa sababu hawa wana Mungu ikawezekana. Na huyu jamaa akataka kujiua. Acha nikwambie, kuna watu wengine hawatastahimili, hawatavumilia wakati milango yako itafunguka. Kuna watu ambao wanajua huko katika maisha ni kama ya gereza. Kuna watu wengine wanajua unafungiwaga milango ndio. Kuna watu wanajua wewe ni wa madeni ndio. Lakini siku ile mlango takapofunguka, sababu maisha ya Mkristo, maisha ya mtu wote, kama milango haijafunguka, hakuna hatua unaweza fanya nayo kwa maisha. Milango ikakuwa wazi. Huyu ndugu amesema namna gani? Jamaa akataka kujiua. Paulo ndio anasema sasa namna gani? Anampazia sauti kumwambia namna gani? Usijiue jo. Jamaa usijiue, tuko ndani.
hatujatoka, tuko ndani. Hatujatoka, tuko ndani. Na hii ilikuwa jambo fani sana kusema kwamba mlango iko wazi, hawafungwi tena, lakini hawatoki. Sababu gani? Kuna kusudi la Mungu, kuna mapenzi ya Mungu lazima ikamilike. Kuingia ndani ya jela Paulo na Sila haikukuwa plani yao, haikukuwa mawazo yao, haikukuwa mpango wao. Na ndio mara nyingine unajikutaka kama unajipata katika familia zingine unashindwa, na nilikuja katika hii familia kufanya nini jamani? Ni kama niliwaste time yangu bure. Mungu alikuwa na sababu ya wewe kuingia katika ile familia. Nimeingia katika hii kazi, niliingia aje namna gani? Na zingine nilikuwa ninaitiwa lakini siku. Mungu alikuwa na sababu ama na mapenzi ya wewe kuingia katika ile kampuni. Baadhi ya watu wengi tunakuja kujua kumbe ilikuwa mapenzi ya Mungu baada mambo ilishaisha. Na kumbe ilikuwaga ndio mapenzi ya Mungu. Na kumbe ndio ilikuwaga makusudi ya Mungu. Sasa hawa jamaa, mlinzi wa gereza anaambiwa na Paulo, tuko ndani, hatujatoka. Haleluya. Sababu Mungu anataka kufanya mapenzi yake. Wakati mwingine acha kuwa na haraka. Acha kuwa na haraka. Sababu Mungu lazima atekeleze kile kitu ambacho alikusudia uweze kujipata katika hiyo hali. Acha kuwa na haraka. Nimekaa sana kwa hii life, lazima sasa nitoke, lazima sasa nikae sasa maisha. Tulia. Mungu anakusudi na anajua muda ambao atakutoa hiyo katika hiyo hali. Anajua. Kuna vile unaweza panga mpango hata kujitoa katika maisha ambayo haiko sawa. Niingie sasa kwa madeni. Kwa madeni, mkopo na mkopo ndio wakati ambapo unaenda kujitupa. Subiri. Mlango iko wazi ndio, lakini hawakutoka. Minyororo imeanguka lakini hawakutoka, wako ndani. Usishangae kuona mtu amefanikiwa lakini bado angalia gisi anavaa ni hivyo hivyo, lakini bado angalia mtu bado anapenda kwenda kuomba tu Mungu. Bado Mungu hajataka abadilishe style, bado Mungu anataka akae kwanza hiyo style. Unataka kujitoa. Mimi sasa saizi, mimi sasa siwezi tena vumilia hii maisha nilikuwa napitia kwa hiyo wakati. Acha nikwambie, kama Mungu hajataka ufanye hatua, tulia. Paulo na Sila wanatulia ndani ya gereza na minyororo imekatika na milango iko wazi. Nataka kukuambia kwamba katika mwaka huu ni wakati wa kuambia Bwana akufungulie milango yako. Hallelujah. Sababu Bwana anapokufungulia milango, uko na access ya kutembea mahali pote unataka. Uko na access ya kufanya kile kitu ambacho unatamani kufanya. Sababu wakati wote milango inafungwa, ni kumaanisha kwamba hauwezi ona zaidi ya nje. Hautaona nje hata kidogo. Lakini milango ikiwa wazi, na ndio maana nasema na kanisa la Philadelphia kwamba una nguvu kidogo lakini nimekupea milango iliyofunguliwa. Na akikupea mlango umefunguliwa, hakuna mtu anaweza akafunga. Hallelujah. Milango ikawa wazi sababu ni wakati wa kupanda kiwango kingine. Katika kupanda kiwango kingine lazima milango ikuwe imefunguliwa. Na milango itafunguliwa kwa sababu ya maombi ambao unaomba. Acha kukaa kimya, acha kunyamaza, na acha kuangalia shida. Angalia yule ambaye anashidanga na shida, yule ambaye anapambanaga na shida. Wakati mwingine ambao tutaangalia mambo ambayo tunayapitia, mambo ambayo tunakabiliana, ndio wakati ambapo tutakosa kupata breakthrough. Sababu tuko katika kipindi kama lazima tuende ngazi nyingine, na ngazi nyingine lazima tupande na maombi, lazima tupande na praise, lazima tupande na moyo wa ujasiri, lazima tupande na roho ya ushujaa. Hatutaingia kiwango kingine wakati ambapo tunafinyiliwa na kajambo kadogo na tunasema leo hatutaimba, leo hatutaomba, leo hatutafanya kazi ya Mungu. Hapana, wanakupiga asubuhi, unarudi mchana kusema Jehova wewe ni Mungu. Ulipoteza asubuhi, unafika jioni unasema Baba wewe ndiye Mungu. Hallelujah. Kama mtu ambaye anaitwa Ayubu asingejua kwamba Ayubu 2 mstari wake wa 10 akijibu mke wake, wewe unanena kama wanawake wapumbavu wanavyonena. Wewe unafikiria kama sisi tunaweza pata mema tu katika mikono ya Bwana na tukose kupata na mabaya? Ayubu alijua hata katika mabaya mkono wa Bwana unaweza kuwa ndani. Haleluya. Usitake kuona mambo ya Mungu kwamba ni mambo mazuri tu peke yake. Hapana. Na hata katika mabaya. Lakini yeye akamwambia wewe wanena kama
mmoja wao wanawake wapumbavu wanenavyo, je, tupate mema mkononi mwa Mungu na tusipate na mabaya? Katika mambo hayo yote Ayubu hakufanya dhambi kwa midomo yake. Hakukomplaini hata. Na unajua shetani anakuaga mjinga sana. Anakuachiaga mtu ambaye atakusumbua, mwenyewe atakuingiza kwa makosa. Mwenyewe atafanya akusumbue tu. Angalia most of ya watu ambao waliteleza, anawaishiaga mtu hapa karibu. Uliona Adamu alimwachia kashungwa. Uliona baba yetu wa imani, Sara yuko hapo. Hiyo miaka yote wanatembea, lakini dakika ya mwisho, ingia, chukua mpango wa kando. Itawezekanaje ukufe hivi na wewe uko sawa? Chukua. Samsoni ili aende chini, aliachiwa, alijitupa kwa Delila. Delila kaweka yeye chini. Makosa makubwa ambayo Biblia inashuhudia kuhusu Daudi ilikuwa ni kwa sababu ya kuzini na mke wa Uria na kupoteza maisha ya Uria. Sasa huyu mwanamke naye ameachwa hapa. Anasema namna gani? Na utazingatia na utimilifu wako mpaka lini? Utazingatia utimilifu, yani uaminifu wako kwa Mungu utauzingatia mpaka lini? Na hii hali yote unapitia, na hii machafuko yote umechafuliwa, na hii hali, angalia ulikuwa na vitu, sasa hauna kitu. Angalia mwili wako kisi umeharibika, sasa mwili wako, sasa angalia wewe. Na cha ajabu ni ya kwamba hakumwambia tumkufuru Mungu. Alimwambia umkufuru Mungu. Kumaanisha wewe uende, mimi nibaki ninaishi. Wewe go, mimi nibaki na life. Sikiza mtu wa Mungu. Mapenzi ya Mungu wakati mwingine yanakuja kwetu kwa njia ile ambao hauwezi expect kwamba kweli hii ndio inaweza kuwa mapenzi ya Mungu. Kuna vile Mungu anaweza kupitisha njia zile zingine, ukasema hata mzazi wangu hawezi nipitisha kwa hii njia. Hii mambo ambayo Mungu amekusudia nifanye, kweli ni kama mzazi wangu hawezi kubadilisha mimi niingie katika hii hali. Na yeye mwenyewe anasema mwanangu niko pamoja na wewe. Na ni mapenzi yake tu. Ni mapenzi yake. Angitaka kuziwia mapenzi yake Yusufu asiwe Yusufu. Yusufu asingeuziwa na ndugu zake. Lakini Mungu alitaka na ndio kwa mapenzi yake. Na Yusufu alikuja kujua too late, kusema kwamba mlinikusudia kumabaya, lakini Mungu aliyageuza kuwa mazuri ili kwa sababu ya kuokoa maisha yenu na ya watu wengine. Baadaye Mordekai asingepanda farasi ya mfalme kama Haman asingekuwa mtu ambaye amekuwa against na yeye. Amekuwa against na yeye ndio ameomba vitu ambavyo mtu ambaye anapendeza roho ya mfalme. Mwenye anapendeza mfalme atakayeheshimu ni nani? Ni afayo namna gani? Apewe farasi. Na yani aviko mpaka mavazi mazuri. Na kisha kukuwa na mtu ambaye ataenda na tangaza katika mji, katika town, kusema huyu ndiye ambaye mfalme alipaa kuheshimu. Na mfalme anamwambia namna gani? Usitoe hata jambo moja. Yani kuna watu wengine ambao Mungu anaweza watumia kuwa daraja ili wewe uweze kufikia mapenzi yake. Sasa cha ajabu ni ya kwamba, na cha kushangaa ya kwamba wakati milango iko wazi, Paulo anamwambia namna gani? Hatujatoka, acha kujiua. Na wewe usiwahi furahia adui yako ajiue kwa sababu yako. Hata Yesu anasema namna gani? Tuwaombee. Na akikosa chakula umpe chakula. Akikosa maji umpe. Akikosa nguo mvike. Ni kama ameweka makaa ya moto juu ya kichwa chake. Huyu jamaa kazi ambayo alipewa ni ya kuchunga hawa jamaa wasitoke ndani ya jela. Sikiza nikwambie mtu wa Mungu. Hii mwaka hakuna mtu ambaye atakuwa monitor wako. Hakuna mtu ambaye atawezana na wewe kukuchunga mwaka huu.
ni Roho Mtakatifu ataendelea kukusaidia na kukupenyeza katika njia zako. Hallelujah. Na hii muda ambapo ilifika mlango iko wazi, huyu jamaa akasema namna gani? Sababu hajaamini aletewe taa ili aingie ndani ya jela, angalie ni kweli kama hawa watu wako ndani ya jela. Lakini amesikia sauti, na alipowaletea taa, walipoleta taa, ni kumaanisha namna gani? Kuna vile ambao adui anaweza tumia kukuletea nuru katika maisha yako. Hallelujah. Kumbuka wakati Samaria ilipitia challenges, mtu ambaye watu ambao walikuja kukamilisha kutimiza unabii ambao Elisha ametabiri, ilikuwa ni hawa jeshi la Washami. Ni wao walikuja na chakula, ni wao walikuja na mavazi, ni wao walikuja kuleta supply kwa maisha, na ile unabii ambayo mtu wa Mungu alikuwa ametabiri ikatimia kupitia tu hawa maadui. Yaani mtu anaweza fikiria amekusukuma kwa shimo, kumbe Mungu amekuwekea daraja na ukavuka pande nyingine. Sauli alifikiria kwamba nikipeana mtoto wangu kwa Daudi nitakuwa na nafasi nzuri sana ya kutega maisha ya Daudi. Lakini hakujua hata siku moja huyu mtoto wa Sauli mwenyewe aliokoa Daudi. Adui anaweza tumiwa akuletee mwangaza, sababu alikuwa ndani ya giza. Hallelujah. Ndio maana acha kuombeaga maadui zako mambo mabaya. Wewe adui akipita tu kwa mawazo yako na uko kwa maombi, wewe unakemea apite hapa, apite tu kabisa. Na labda Mungu anataka uweze kumuombea ili ajue kama uko na Mungu. Kuna vile Mungu anaweza kukuletea adui ndani ya mikono yako. Unaona Esther alijua kama Haman ndio chanzo cha kutaka kusababisha sisi maisha yetu kupotea. Lakini angalia wisdom ambayo alitumia. Hakukuwa na haraka kuweza kuangamiza maisha ya Haman. Sasa sikia jambo la ajabu. Sikia hii mapenzi ya Mungu iko hapa. Mapenzi ya Mungu inataka kutimia namna gani kwa Paulo na Sila? Wakati ambapo walipogundua kwamba kila kitu kiko wazi, huyu jamaa ameona kwamba hawa watu milango iko wazi na hawafungwi tena. Jambo la kwamba alisema namna gani? Jamani, mimi nitafanya namna gani ili niweze kuokoka? Ili nikaweze kuokoka, nitafanya namna gani? Injo ilikuwa mapenzi ya Mungu ya kwamba Paulo apigwe aingie ndani ya gereza, na baada ndani ya gereza kuna familia ambayo ipitie wokovu kwa sababu ya mapigo kwake. Si Yesu alipiga? Kwa kupigwa kwake sisi tulipona. Kwa kupigwa kwake. Na hii ilikuwa ni jambo kama lingisikitisha sana Paulo, lingemhuzunisha sana, lingemkasirisha sana. Wewe hata nikwambia, hata baada ya hapa uliona alikuwa nakasirika wakati ambapo aliambiwa kama namna gani wanasema mfunguliwe. Paulo alikuwa anataka namna gani? Afadhali uturudishe tena ndani ya jela. Sababu ya kutokuelewa mapenzi ya Mungu ilikuwa ni nini? Ndio ilikuwa mapenzi ya Mungu. Mara nyingine maisha ambayo unayapitia wewe ndio mapenzi ya Mungu. Na wewe unaona akili na kisomo uko nacho. Na wewe unaona nguvu ambazo uko nazo. Na wewe unaona kwamba wewe unaweza kufanya jambo. Na Mungu mwenyewe, na kwa nini ninapitia jambo kama na hili? Ama Mungu akafanya mapenzi yake kwa sababu gani? Alikuwa na kusudi kwamba aokoe taifa, aokoe hii familia. Na hawa jamaa akaokoka na akawapeleka katika nyumba yake. Na hao watu walikuwa ndani ya nyumba yake wakakubali kuokoka. Na baada ya kukubali kuokoka wakabatizwa. Niambie sasa mapenzi ya Mungu. Hallelujah. Ndio ilikuwa mapenzi, sababu sisi tunaitwa kwa sababu ya kufanya wa mataifa kuwa wanafunzi wa Kristo. Ndio mission yetu kubwa, tukiwa na watu hawajaokoka na watu katika familia zetu ambao hawajaokoka. Mission yetu kuwa na wao ni ya kwamba tuwalete ndani ya Kristo. Ndio mission yetu kubwa. Hallelujah. Na inawezekana wako katika hiyo kipindi ya kwamba unanungunika maisha ambayo unayapitia leo, lakini acha nikwambie, umewahi kuuliza Mungu, je, ni mapenzi yako?
Wakati mwingine tuna blame tu, tuna complain tu, tunalalama tu, na labda haujui kama ndiyo mapenzi ya Mungu. Mungu anakupitisha katika season ili kuja kufunza mtu mwingine wakati ambapo atapitia na hii season. Mungu anakutengeneza kuwa mwalimu wa watu wengine, na wewe unasema hapa hii ni kama shetani. Acha kuonaga kila wakati shetani. Tusimuone Mungu kwa mazuri peke yake, na hata kwa ubaya kunaweza kuwa na mkono wa Mungu. Na hata mtu akikupiga vita kunaweza kuwa na mkono wa Mungu. Yawezekana hiyo vita je na kusukuma uombe sana. Yawezekana hiyo vita je na kufanya kuwa mkarimu kwa watu. Yawezekana hiyo vita unapitia ndio na kufanya kwamba wewe uweze kukua mtu ambaye utataka sana kusaidia watu wengine. Lakini baadhi yetu ama baadhi ya watu wengi, wakati ambapo wanakutana na challenges, wanakutana na jambo, hawana wakati wa kuulizana kwamba Mungu kama ni mapenzi ya Mungu. Sababu kitu chote ambacho ni cha mapenzi ya Mungu, utasikia moyo wako kwanza uko na amani. Rafiki ambaye ni wa mapenzi ya Mungu, moyo wako utakuwa na amani. Mke ambaye ni wa mapenzi ya Mungu, roho yako itakuwa na amani. Mume ambaye ni wa mapenzi ya Mungu, moyo wako utakuwa na amani. Biashara ambao utafanya kama uko na amani already, acha kubabaika. Jua kwamba ni mapenzi ya Mungu. Sababu kitu ambacho sicho cha mapenzi ya Mungu, hautakuwa na amani. Wewe tu kama ni mtu ambaye kweli uko ndani ya roho, hautakuwa na amani. Na ili kuwa na mapenzi ya Mungu ya kwamba hao wajamaa wapitie jela, na ili maisha ya watu wengine waokolewe. Sikiza nikwambie, unaweza kulala njaa wewe na mtu mmoja akakula. Unaweza ukapoteza wewe na ule mtu ambaye alifaa kusaidika, na akaokota hiyo kitu ambayo ulipoteza, na ikawa ndio mapenzi ya Mungu. Sababu wewe ungemfikia. Wewe kuumia kwako ili mtu mmoja ama nafsi moja ikombolewe, Mungu hawezi akachukia. Kwanza ni furaha sana, kubwa sana. Sababu anajua wewe utaenda wapi. Wewe ni mtoto wake tu. Na huku utalia. Kweli kulia kama binadamu utalia. Kwa sababu gani? Haujui kama ni mapenzi ya Mungu. Na hii ndio inatubidi kama sisi watu ambao tumeokoka, lazima tuko tunataka kujua zaidi mambo ninapitia. Je, ni mapenzi ya Mungu? Kipindi niko ndani, je hii season niko ndani, mbona imenikalia uchungu? Mbona imekuwa ni kama hainikubali na sijajua namna? Na nimeomba, nimefunga, nimefanya kila kitu ambacho kinahitajika kufanyika, lakini kama hakuna kitu nimefanya. Lakini nitaka kujua, je ni mapenzi ya Mungu? Sababu ukikuwa ni mapenzi ya Mungu, hautajisumbua. Tunajisumbua sana, ni kwa sababu gani? Hatujataka kujua zaidi kwa ni mapenzi ya Mungu. Haleluya. Tunaomba Mungu atusaidie tuweze kuwa tunajua mambo ambayo tunaweza kufanya. Je, inatokana na mapenzi ya Mungu? Mambo ninayopitia, mambo unayopitia, ile life ambayo uko nayo sasa, je ni ya mapenzi ya Mungu? Na kama si mapenzi ya Mungu, una nafasi ya kuinuka. Una nafasi ya kuinuka kusema kwamba hiki kikombe sio changu na sitaki kukinywea. Lakini kama ni cha mapenzi ya Mungu, utakinywea obvious. Ile barabara ambaye amekusudia upitie ndani, utapitia. Kale kanjia amekatengeneza utakapitia. Sababu Mungu wetu akisha katengeneza tu, hata ukatae namna gani, utajipata hapo ndani. Na wakati mwingine hautajua umejipata hapo aje. Na imekuaje tu. Na nilikuwa ninaruka, nilikuwa nakataa kitu, haiwezi, siwezi, kitu haiwezi, utajipata ndani. Na nimejipata hapa aje. Na imekuwa namna gani? Na kulitokea namna. Ni mapenzi ya Mungu. Ni hiyo. Unaweza kuhepa mambo mengine, lakini hiyo yake hautahepa. Unaona Paulo? Ni kama Paulo alikuwa nakataa kukemea hii pepo. Ni kama alikuwa na sense kusema namna gani, baada ya hapa ni kama nitakuja kuingia kwa mateso. Ni kama alikuwa na sense kusema kwamba hii ni kama nikijaribu kufanya hii jambo, ni kama nitakuja kupata consequences.
Na japo ilifika tu akiepa, ilifika tu muda lazima atimize. Si Mungu atusaidie tuweze kuwa tunajua zaidi mapenzi ya Mungu. Tukifanya jambo, tufanye jambo kulingana na mapenzi ya Mungu. Hatua ambazo utakazofanya katika mwaka huu, mwambie tu Mungu akusaidie, akujalie kuweza kujua je ni mapenzi yake. Sababu kuna kipindi ambacho unaweza shindana na mapenzi ya Mungu. Kuna kipindi ambacho unaweza kashindana na mapenzi ya Mungu wewe tu. Si uliona Gamaliel aliambia hawa jamaa namna gani? Tuliona watu wengine wale namna gani? Walikuja na wakapita. Na hawa jamaa wengine walikuja na hawa nao tukifatana nao sana kutakuwa namna gani? Tunaweza kuja kushindana na mapenzi ya Mungu. Ni sisi tunapasha kuwa sensitive sana katika mambo ya kiroho. Haleluya. Ninajua hakuna mtu hayapitii. Amen. Hakuna mtu hayapitii. Yule ambaye yuko mbinguni njoo hayapitii. Lakini kama uko duniani, so longa siko duniani na uko katika kusudi la Mungu, mapenzi ya Mungu nayo utakutana nayo. Lakini tunaomba ya kwamba wakati utakapokutana nayo, mwambie Bwana kujalie moyo wako. Ikikuwa wakati wa kusifu, msifu kama Mungu wako. Ikiwa wakati wa kuomba, hapana kuacha kuomba. Kwa sababu gani? Ninayapitia. Na hawa watu miracle ilionekana kwa sababu gani? Walijua ni nani ambaye wanayetumikia. Ukikaa maisha ya kucomplain na wakati ambapo hauwezi kujitoa katika hiyo maisha, utakuwa umewaste time. Jipe nafasi ya kuomba Mungu na kutaka kujua je ni mapenzi ya Mungu. Haleluya. Naona muda wetu ni mzuri sana ambao tutakwenda kuingia kwa maombi. Inawezekana umefikia kipindi ambacho wengine wakipata nafasi ya kufurahia, wewe furaha kwako inakuaga mbali. Kwa sababu gani? Ya yale mambo ambayo yanakukabili. Kuna watu wameacha mpaka maombi kwa sababu gani? Yanasema kwamba hii imekuwa too much. Hii nimeyapitia imekuwa too much. Na hii inakuwa mimi kila wakati ni mimi peke yangu. Na kwani inakuwa kila wakati inawezekana ndio mapenzi ya Mungu yapitie. Sababu hautaibadilisha. Ni kama sasa wewe ni mrefu. Sasa sababu umekasirika sasa utakuwa mfupi aje? Hautakuwa mfupi sababu umekasirika. Hapana. Na mapenzi ya Mungu kisi iko hautaibadilisha kwa sababu unakosa kuomba. Lakini acha nikwambie mtu wa Mungu, kipindi ambacho unachokabiliana nacho kigumu kwako, ingia kwa maombi. Omba Mungu. Omba Mungu. Msifu Mungu. Mtukuze Mungu. Sababu wabaki Mungu wako tu hata kama mambo liko mabaya. Haleluya. Na tunajua kwamba Mungu atatusaidia. Tunaenda kiwango kingine na hatutaacha kuomba Mungu. Hatutaacha kuomba Mungu. Nataka kutia moyo wewe ambaye umekutana na mambo, umepoteza ama kupoteza, umepigwa na watu, umepigwa na familia na jamii, maisha imekupiga, yani umepigwa na watu na mpaka maisha imekupiga. Lakini nataka kukwambia kwamba namna gani usiache kuomba Mungu. Usikatishwe tamaa. Yawezekana ni mapenzi ya Mungu ya kwamba ni kipindi cha kupigwa mawe na kuna kipindi cha faraja kwako. Sababu Biblia ikisema kwamba kuna wakati, nyakati na wakati katika chini ya jua, yani kumaanisha kwamba kuna vitu ambavyo lazima vitatokea, lazima vitakuwa na hutabadilisha. Haleluya. Taomba tusimame. Tukaweze kuomba Mungu. Mungu wetu akaweze tusaidia, akaweze tujalia kwa yale mambo ambayo tunayokabiliana kwa maisha, kwa yale mambo ambayo tunayokutana nayo katika maisha, katika huduma, kazi ya Mungu ambayo tunayafanya.
Wakati mwingine unafikia kipindi ambacho kusema kwamba na nilikuwaga napitia maisha mazuri kitambo, lakini huduma naifanya ni kama mambo inaharibika sasa zaidi. Lakini acha nikwambie, wakati ambapo mambo inaharibika zaidi ndio wakati ambapo mambo mazuri yanataka kutokea. Wakati wote ambao unakutana na season ambayo inakuwa ngumu kwako sana, mlima umekuwa tena mrefu sana, mapito inakuwa tena zaidi, tena jangwa inakuwa ndefu tena zaidi, unaona ni kama gharika ndio ambazo zinakuwa tena zinatokea katika maisha yako, waambie sasa Bwana akusaidie tu. Sio wewe kukimbia, si wewe kukimbia. Kushinda haihitaji mtu wa kuipea mgongo. Hiyo vita ambao uko nayo lazima uiface, lazima uiangalie. Mlima ambao uko mbele yako lazima wewe uiangalie na uangalie jinsi utaipanda. Hapana kusema ninaipea mgongo. Lazima kuiface, kuiangalia kabisa, kuikondolea macho na kusema nitapanda huu mlima na lazima nitafika kilele chake na nitashuka kwa mabonde, sababu Bwana amekusudia hii iwe kikombe changu kai wakati, na lazima nitatoboa. Hakuna kitu ambacho ni cha mapenzi ya Mungu ambao hautawezana nacho. Utawezana, sababu Mungu hawezi acha kikombe ambacho ni kizito kwako na kiwe tu kwako. Hapana, lazima atakupea uwezo ya kuweza kuovercome. Wetu ni wewe uweze kuangalia ni mambo ngapi ambao inafika muda ambapo hata wakati wa kuomba wengine inakuwaga ni majozi. Hata nyimbo unashindwa hata kuimba, unashindwa hata kumsifu Mungu, unashindwa hata kumwambia Bwana wewe ni sababu gani? Challenges. Na lazima ujue kwamba hii ni pato ya life ya wokovu. Kama wenzetu waliyapitia, na sisi lazima tutayapitia. Lazima tuyapitie. Mtihani ukiwa mbele yako lazima ujitahidi jinsi utakavyoshinda. Lazima ushinde. Oh la soulage. Oh parle le chemin. Do la légiche. Sika. Hallelujah. Uweza yote Yesu. Uweza yote Adonai. Uweza yote Elohim. Oh hallelujah. Oh Paola Shikelemo. Palmama. Jehova Mungu wetu. Ikiwa umefikia kipindi cha kusema umekishwa tamaa, ni usiku wetu ya kuambia Bwana tujaze nguvu mpya tena. Ikiwa umefikia kiwango cha kuinua mikono kusarenda, kusema hapa mimi siwezi tena, kuna roho wa Bwana ambaye anatuwezesha kuweza yote. Milango iliyokuwa unaona imefungwa ina uwezo wa kufunguliwa, sababu kuna roho wa Bwana anayetusaidia maombi, anayeomba kwa kuugua, anayetamka kwa njia ya kuugua kwa ajili ya haja zetu. Moyo
sifa mpe Yesu. Moyo wangu, moyo sifa mpe. One more time. Moyo wangu, moyo wangu, moyo wangu sifa mpe Yesu. Moyo wangu, moyo wangu sifa mpe Yesu. Saidia moyo wangu Bwana kujua mapenzi yako. Jua yaliyo mapenzi yako Bwana katika msimu kama huu. Saidia moyo wangu kujua mapenzi yako, yale yanayokabilia. Nisaidie kuelewa mapenzi yako Bwana katika msimu huu, katika msimu huu, katika season Rabbi. I need to know your will for me. Oh salamo, dugishipucado la magia. Lusa malugar, botale lushite, etaku, ele meduca, e pula legisce meri, go pala maduche, metalo, e de suca la lura, ora masciusce meri, ora che le dusce meri, di ala sciupava la me, e de suma dalla vasciusce meri, thank you Lord. Ikiwa umehisi moyo wako umeenda chini kabisa, naweza kuja mbele tuweze kuomba pamoja. Naweza karibia mbele tuweze kuomba Mungu ainue tena moyo wako. Naweza kuona pitia mambo na uweze ukajua labda ni mapenzi ya Mungu na umekatishwa tamaa. Na wakati mwingine unasikia kuchoka na hiyo hali, unaona ni kwamba imekuwa too much, na labda muda wake bado haujafika ukomo, na unaweza ukalalama sana, na unaweza ukaona ni kama Mungu amekuacha, lakini Mungu hajakuacha. Kama binadamu kweli, nafikaga muda unasema ni kama Mungu amekuacha. Anaweza kufanya mambo ya ajabu. Mungu anaweza kushangaza maadui wanaoshindana na maisha wetu. Lucy
bola bushi kabola ma. Go pale di sulle juge. La su pala mado gemneria. Lo paca do le medu, shike le medu cadora. Lo tabu da medu le juche medu sacadora meri. Di ala cusce puca la madobe. O tasu mado le doji. Di ala su pala mado gemetuca. Do galo shimetu sibe le meduja. Di abutato le medushe. De tu le dusa catora. Puca bo le medushe me. Di tala do si puca la mado gemetuca. Puca do de shemeduca puta mado le medu. Do pale do suji gere. O cala shemeri. Ne da suji. Di atu samecuda mado. Puta le shime lo sama. O kamado le shime tuka doba pozi Paulo mtakatifu chimetali Mungu wa amani, huyu mtu akutane na hatima yake. Bwana acha muwezeshe, shike mkono kuanzia sasa riyako anze kumulikia kuanzia sasa. Ndoa kila vifungo na vikamba Bwana acha muwezeshe mje katika majira mapya. Ye katika majira mapya, ye katika majira mapya. Lo kala bodoshi metuka, buta le shimetula, le taku shimetuka, le tuda le jipa le vedi, lo tale sutabo le me, buta malu shimeduga, le tuda medusha. Fungulie milango ambayo inataka kufunguliwa. Baba, muunganishe na kila chochote ambacho kinataka kwake. Katika majira kama haya, katika msimu kama huu, acha uone mkono wako, acha uone matendo yako makuu, acha kuone Mungu wa amani. Kubali aone majira mapya, kubali aingie katika msimu mpya, kubali aingie katika muda wa kuona wema wako. Mwokozi wa amani, acha kutana na nuru yako, acha kutana na kibali chako, unganishe na baraka zake, unganishe na ushindi wake. Baba, usikubali avunjike moyo, usikubali akatikishe tamaa. Usifike muda ambapo atakaposhikia moyo kushushika. Na mwombea nguvu mpya, mwombea nguvu mpya, na mwombea nguvu mpya kuanzia sasa awe na nguvu mpya katika jina la Yesu Kristo. Nasema ni asante kwa sababu wewe ni mwema. Acha muunganishe na fadhili zako. Asante kwa uaminifu wako, aone mkono wako na uweze kupanguza machozi katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
utuwezeshe katika kipindi kama hichi. Tusaidie Mungu wetu, tusaidie Elohim, tusaidie mwamba wa amani, tusaidie Adonai. Kuna watu wa kuwasaidia, lakini sisi msaada wetu unatoka kwako. Kuna watu wa kuwatetea, lakini sisi mtetezi wetu ni wewe peke yako. Kuna watu wana mahali wanatoa nguvu zao, lakini sisi wewe ndiye nguvu zetu. Kuna watu wana mahali wanakimbilia, sisi wewe ndiye makimbilio yetu. Bwana wa amani, mkombozi wetu. Kuna watu wenye wafaraja, wanakuaga na watu wanawafariji, wanakuaga na vitu vinavyotia faraja, lakini wewe tu ndiye faraja yetu. Loshikaloba dusame tupu dalla jide medusukala dupaka dola madoshi metukala bo di ado suka dola jushe metuna goja doje puka dola shemetuka otane zutale me ituga dojine tusamakuda ma tujalie tuwezeshe kujua matakwa yako, kujua yaliyo mapenzi yako kwetu. Bwana tusaidie, tusaidie tena na tena. Asante Bwana, wewe ni Mungu wetu. Tunakushukuru, tunasema ni asante Elohim, tunasema ni asante Adonai. Tuwezeshe Mungu wetu, tukushukuru kwa maana wewe ni mwema, tukushukuru kwa maana wewe ni mwenye upendo kwetu. Tunajua kwamba pamoja na wewe yote yanawezekana. Tunakushukuru Jehova, tunasema ni asante kwa wakati na muda tena kama huu. Jina lako limidiwe maishani mwetu. Tukushukuru, pokea sifa kwa matendo yako makuu ya ajabu. Tutakwenda kushukuru Mungu na kumpigia makofi kwa maana amekuwa mwema kwetu, kutuwezesha. Hallelujah. 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 Wow. We thank our God. Hallelujah. Nataka tuweze kukaribisha our mama katika madhabahu. Naomba tusimame tu kwa heshima.